Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini, na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama bado inaendelea kuzorota. Na tutaanzia mkoani Kivu Kusini ambako jeshi la Kongo FARDC lilitangaza hiyo jana tarehe 10 Machi mwaka 2026 kuwa limefanikiwa kuangusha droni 2 za adui mashariki mwa nchi baada ya vifaa hivyo kuingia kinyume cha sheria katika anga ya Kongo juu ya nyanda za juu ya Minembwe. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi vya Kongo, droni hizo zinadaiwa kuwa mali ya Rwanda Defense Force RDF pamoja na washirika wao wanaofanya operesheni katika eneo hilo. Inasemekana kuwa droni hizo ziligunduliwa zikiruka juu ya nafasi na ngome za FARDC katika eneo hilo muhimu la wilaya ya Fizi. Jeshi la Kongo linaeleza kuwa lilichukua hatua haraka na kufanikiwa kuziangusha droni hizo 2 katika eneo la Mikenge. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, droni hizo za upelelezi hazikutumika tu kufuatilia mienendo ya wanajeshi wa FARDC. Zinaelezwa pia kuwa zilikusanya taarifa ambazo zinaweza kutumika kuelekeza mashambulizi ya mizinga ya Rwanda, hasa katika muktadha wa msaada wa kijeshi unaodaiwa kutolewa kwa wahasi wa M23 AFC. Mamlaka za kijeshi za Kongo zinachukulia tukio hili kama uchokozi mpya na ukiukaji wa mkataba wa Washington ambao ulilenga kupunguza mvutano na kuheshimu mamlaka ya nchi katika eneo la maziwa makuu ya Afrika. Kwa mujibu wa baadhi ya ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo, droni hizo pia zinaripotiwa kufanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo na kusababisha uharibifu wa nyumba za raia, hasa katika jamii ya Banyamulenge kwenye nyanda za juu za Minembwe. Kutokana na hali hiyo, FARDC inasema inaendelea kuwa macho na kuongeza ulinzi. Jeshi la Kongo linaeleza kuwa litaendelea kulinda anga ya taifa, kutetea mipaka na mamlaka ya nchi, pamoja na kuhakikisha usalama wa raia dhidi ya tishio lolote la uvamizi au mashambulizi kutoka nje. Tukio hili limejiri katika kipindi ambacho mvutano wa kiusalama unaendelea kuongezeka mashariki mwa DRC, ambako mapigano pamoja na tuhuma za kuingiliwa na mataifa ya nje vinaendelea kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ila tu baada ya jeshi la Kongo FARDC kuisha tayari kutangaza rasmi habari hiyo kwa mida ya usiku ya hiyo jana tarehe 10 Machi mwaka huu, jeshi hilo tena limefanikiwa kuangusha kwa mara ya 3 ndege ya upelelezi ya jeshi la Rwanda karibu na Minembwe, na hiyo ni ishara ambayo inaonyesha ongezeko kubwa la operesheni za kijeshi katika eneo hilo. Hii ni hatua muhimu kwa FARDC, kwani kwa kuangusha ndege hizi wanapunguza uwezo wa upelelezi wa adui na kuimarisha maandalizi yao kwa ajili ya shambulio kubwa la kijeshi. Urejeshaji unaowezekana wa Minembwe Centre chini ya majeshi ya serikali utakuwa na athari kubwa kisiasa na kijeshi. Hii itavunja hoja ya shambulio linalotolewa na Rais wa Rwanda Paul Kagame kwamba majeshi yake yameingilia kati ili kulinda jamii ya Watusi nchini DRC. Zaidi ya hayo, hatua hii itakwamisha M23 AFC na Rwanda kukosa kimbilio la usajili na propaganda ya chuki za kikabila. Na huko mkoani Kivu Kaskazini, jeshi la Kongo FARDC limetangaza pia kuwa limefanikiwa kurejesha udhibiti wa kijiji cha kimkakati cha Kazinga kilichoko katika sekta ya Osobanyungu ndani ya wilaya ya Masisi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama na vya utawala vya eneo hilo, jeshi la Kongo likisaidiwa na makundi ya wapiganaji wa Zalendo lilifanya operesheni ya kijeshi iliyowezesha kurejesha kikamilifu udhibiti wa eneo hilo baada ya takriban wiki 2 za kukaliwa na wahasi wa M23 AFC RDF.
Kurejeshwa kwa Kazinga kunachukuliwa na mamlaka za kijeshi kama hatua muhimu ya kimkakati katika sehemu hii ya wilaya ya Masisi, eneo ambalo kwa miezi kadhaa limekuwa likishuhudia mapigano makali kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wahasi yanayofanya shughuli katika ukanda huo. Katika kipindi hichi cha uvamizi wa wahasi, wakazi wengi wa eneo hilo walilazimika kuacha makazi yao na kukimbilia porini au katika vijiji vya jirani ili kujinusuru na mapigano. Vyanzo kadhaa vya kibinadamu vinaeleza kuwa raia hao waliokimbia makazi yao kwa sasa wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha, ikiwemo ukosefu wa makazi, chakula na huduma za afya. Hivyo basi, licha ya jeshi la Kongo kurejesha udhibiti wa eneo hilo, hali ya kibinadamu bado inaendelea kuwa ya wasiwasi katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini. Mamlaka za eneo hilo zinatoa wito wa msaada wa haraka wa kibinadamu ili kuwasaidia raia walioathiriwa na mapigano na kuwezesha kurejea taratibu kwa makazi katika makazi yao. Maendeleo haya yanajiri katika wakati ambapo hali ya usalama mashariki mwa DRC bado ni tete, huku mapigano kati ya FARDC na wahasi wa M23 yakiendelea kuchochea hali ya kutokuwa na utulivu katika maeneo kadhaa ya kimkakati ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Na tukisalia huko mkoani Kivu Kaskazini, wahasi wa M23 RDF wamelazimika kuondoka katika sehemu inayoitwa Mukole iliyoko katika kijiji cha Balindu ndani ya grupu ya Kisimba katika wilaya ya Walikale. Hali hii ilitokea baada ya mapigano makali yaliyotokea kuanzia Jumatatu tarehe 9 Machi mwaka huu hadi jana tarehe 10 Machi mwaka huu kati ya wahasi hao na jeshi la Kongo FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila na vya kiusalama katika eneo hilo, vikosi vya serikali vilianzisha operesheni ya kijeshi iliyolenga kuondoa wahasi waliokuwa wamekalia nafasi hiyo ya kimkakati kwa siku kadhaa. Mapigano hayo ambayo mashuhuda wa eneo hilo wanasema yalikuwa makali yaliishia kwa jeshi la FARDC pamoja na washirika wake kurejesha udhibiti wa eneo hilo. Vyanzo hivyo vinaeleza pia kuwa wapiganaji waasi walikimbilia eneo la Ihula lililoko karibu na mpaka kati ya wilaya za Walikale na Ruchuru. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa angalau wahasi 3 waliuawa huku majeruhi wakiripotiwa katika pande zote mbili za mapigano. Mapigano hayo pia yameathiri moja kwa moja raia wa eneo hilo. Wakazi wengi wa Mukole walilazimika kukimbia haraka kutoka makazi yao na kujificha porini au katika maeneo yaliyodhaniwa kuwa salama ili kuepuka mapigano. Ila kwa majira ya jioni ya jana Jumanne tarehe 10 Machi, hali ya utulivu na tahadhari iliripotiwa katika eneo hilo la Mukole kulingana na vyanzo vya ndani. Hata hivyo, sehemu kubwa ya wakazi bado wanaendelea kubaki katika maeneo yao na kujificha kwa hofu ya kurejea kwa mapigano. Kurejeshwa kwa Mukole kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa vikosi vya serikali. Eneo hili liko katika sehemu muhimu inayounganisha maeneo kadhaa nyeti ya mkoa wa Kivu Kaskazini na linaweza kutoa uwezo wa kufuatilia na kudhibiti njia zinazoelekea wilaya za Masisi na Lubero pamoja na kuelekea mji wa Goma. Wilaya ya Walikale inajulikana kwa kuwa na misitu minene pamoja na milima na ardhi yenye miinuko mingi. Miundombinu ya barabara katika eneo hilo ni michache na mara nyingi ni migumu kutumiwa kama njia. Katika mazingira kama haya, maeneo ya kujihami yanaweza kuwa rahisi kulindwa, wakati harakati za majeshi ya adui zinakuwa ngumu kupanga na kutekeleza. Hali hii ya kijiografia inafanya baadhi ya maeneo kama Mukole kuwa na umuhimu mkubwa wa kijeshi na kuyageuza kuwa kama vizuizi vya asili katika mienendo ya vita. Mbali na umuhimu wake wa kijeshi, wilaya ya Walikale pia inajulikana kwa utajiri wa rasilimali za madini kama vile dhahabu, coltan na cobalt. Kudhibiti njia zinazozunguka Mukole kunaweza kuruhusu kudhibiti baadhi ya njia za usafirishaji wa madini, kulinda njia za usambazaji wa vifaa kwa vikosi vya kijeshi au hata kukata njia za usafirishaji za upande wa adui.
Kwa mujibu wa wachambuzi kadhaa, wanadai kwamba kuimarisha uwepo wa kijeshi katika eneo hilo kunaweza kusaidia kulinda maeneo ya nyuma ya kimkakati, kuzuia baadhi ya uingiliaji wa vikosi vya adui na hata kuandaa operesheni za baadaye kuelekea maeneo mengine ya Kivu Kaskazini. Katika migogoro ya kisasa mashariki mwa DRC, maendeleo ya vita hayaamuliwi tu na udhibiti wa mji mkubwa. Mara nyingi ni vijiji au maeneo ya vijijini ambavyo yanaonekana madogo lakini yana nafasi ya kimkakati yanayoweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwelekeo wa usalama katika eneo zima. Mukole inaweza kuwa mojawapo ya maeneo hayo muhimu yanayoweza kuathiri usawa wa kijeshi katika Kivu Kaskazini katika miezi ijayo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu ya kwanza ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakushukuru kwa kuanza nasi na hata kumaliza nasi pia, na tunakuomba uendelee kuwa sambamba hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa kwa vipindi vingine.